الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق الله العظيم. سورة التوبة. سورة التوبة ni sura ya 9 katika Qur'an. Suratun, tamko sura imeshatajwa kwetu mara 9. Nini maana ya sura? Suratun ta'ifatun min kalami Allahi azza wa jal fi kitabihi al-aziz laha awalun wa akhirun. Sura ni taifa ya maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu, yani Qur'an. Sura inayo mwanzo na inayo mwisho. Sura imepewa jina la Tauba. Sura imepewa jina la Tauba. Tauba maana yake nini? Taubatu arrujuu ila Allah min al-bu'd ila al-qurb ilayhi. Tauba ni kurejea mja kwa Mwenyezi Mungu, kutoka mbali ni kuja karibu na Mwenyezi Mungu. Tauba ni kurejea mtu kutoka mbali kwa Mwenyezi Mungu aje karibu na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio tauba. Nayo ni kuomba maghfira, kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Na tauba ya kuomba maghfira na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu inayo sharti zake. Miongoni mwayo an yuqli'a anil ma'asiya, mtu ang'oe nafsi yake kutokana na maasi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu msamaha katika kosa uliofanya, nayo ni kujing'oa katika namna hiyo maasi, tena hutafanya.
Ya pili, miongoni mwa sharti za toba, an yandama ala fi'liha, ajute mtu katika kutenda kitendo cha maasi alichokitenda, ajute kwayo. Ya tatu, an yazima an la yauda ilaiha, aweke nia kwa kosa kama hiyo ambayo sasa mimi namuomba Mwenyezi Mungu kwa hiyo msamaha, sitaurudia, sitaufanya tena. Isitoshe, fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu, moja kati ya matatu katika toba anayofanya mtu ikikosekana, toba ya mtu huwa haikusihi au toba ya mtu inakuwa haukukubalika. Kwa hivyo na ikiwa hiyo maasi ambayo mtu anayeombea kwa hiyo toba, ikiwa maasi hiyo imefungamana na mwanadamu, yani maasi iliyo na haki ya mwanadamu, kama vile mtu kamwiba mwanadamu, kamnyang'anya mwanadamu, kampokonya mwanadamu, kamshutumu mwanadamu, maasi kama hayo iliyohusiana na mwanadamu, ikiwa maasi kama hayo ya mwanadamu, basi sharti ya 4 inakuja, an yabraa min haqi sahibiha, lazima ajitenge, ajiondoe kutokamana na haki ya mwenzi. Alikuwa amemnyang'anya mtu chake, sasa akienda kufanya toba lazima arudishe ile kitu alinyang'anya. Alikuwa amepokonya mtu kitu ya mwenzi, lazima arejeshe kile kitu alichokipokonya. Alikuwa amechukua kwa wizi, kwa nini kitu ya mwenzi, lazima akirejeshe ile kitu kwanza, ndio alafu afanye nini? Afanye toba. Basi sura imeitwa toba madaniya. Sura imeteremshwa Madina, wa ayatuha 29 wa 100, yani 129 aya. Sura haukuanzwa kwa bismillah. Siku ngine swali moja lituka upande huu, kwa nini sura Toba haukuanzwa kwa bismillah? Ruwiya, ilipokelewa an Hudhaifa ibn al-Yaman annahu qala, ilipokelewa kwa huyu bwana Hudhaifa ibn al-Yaman alisema, innakum tusammunaha surat at-Tauba, nyinyi mauita hiyo sura ni surat at-Tauba, wa innama hiya suratul adhab, na kasi jambo jingine hiyo sura ni sura ya adhab. Wallahi nawaapia nyie, ma tarakat, haukuacha hiyo sura ahadan min almunafiqin, moja yote miongoni mwa wanafiki, illa nalat minhu, ila imempata kitu katika maneno ya hiyo sura. Wa hadha huwa sirru fi adami wujudi al-basmala, na hiyo ndio siri katika kutopatikana kwa bismillah katika hiyo sura, kwa kuwa imetaja mambo ya watu wanafiki na adhabu watakayoipata. Qala Ibn Abbas, na Ibn Abbas amesema, sa'altu Ali ibn Abi Talib, nimemuuliza Ali ibn Abi Talib, nimemuuliza, lima lam yuktab fi bara'atin bismillahir rahmanir rahim, nimemuuliza Ali, lima lam yuktab, kwa nini haukuandikwa
katika baraa bismillahir rahmanir rahim kwa nini haikuandikwa? Qala, hadi amesema lianna bismillahir rahmanir rahim amanan. Bismillahir rahmanir rahim ni dua, na dua yenyewe ni dua ya amani, dua ya amani. Na sura hii inataja watu wasiokuwa na amani na watu wasio na imani. Sawa? Bismillahir rahmanir rahim ni nini? Inaomba amani. Bismillahir rahmanir rahim ni nini? Ni dua amani. Sura inasema juu ya watu wanafiki. Watu wanafiki hawana nini? Hawana imani kamili. Sasa mahala ambapo hapana imani, hapana amani. Kwa hivyo ndio imekosekana kwa kusema kuandiko bismillahir rahmanir rahim. Bismillah ya amani. Wa bara'atun nazalat bisayf laysa fiha aman. Ni sura Baraa imeteremka kwa ajili ya vita, hapana ndani yake amani. Waqala Sufyan ibn Uyayna, amesema Sufyan mwana wa Uyayna, innama lam tuktab fi sadri hadhihi surati albasmalati lianna at-tasmiyata rahmah والرحمة أمان وهذه سورة نزلت بالمنافقين وبسيف. Huyo bwana naye amesema sura hiyo imeteremka inma, akasema jingine lam tuktub fi sadri hadhihi sura, au kuandikwa mwanzo wa hiyo sura bismillah, lianna tasmiyata arrahma. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim nikiaka ni kuomba rahma, warahmatu amani, na rehema ni nini? Rehema ni amani. Wa hadhihi suratu, ni hiyo sura nazalat bil munafiqin, imeteremka ikieleza hali ya watu wanafiki. Watu wanafiki si watu wa rahma, watu wanafiki si watu wa amani, watu wanafiki si watu wa kuombewa kheri. Na ndio sababu ya kutoandikwa bismillah katika mwanzo wa hiyo sura. Swali lingine tulitokea upande wa suluhisho la ushujina. Bara'atun min Allahi wa rasulih. Bara'atun, kujitenga, min Allah, itokayo kwake Mwenyezi Mungu amejitenga, wa rasuli, na mtume wake vile vile wamejitenga. Kujitenga huko ila alladhina ahadtu min almushrikin, kutokamana na ahadi mlioahidiana na watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu anasema hiyo ahadi ambayo wameahidiana mushrikini na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye Mwenyezi Mungu hayumo ndani yake. Hiyo ahadi walioahidiana mushrikini na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye Mtume vile vile hayumo ndani hiyo ahadi. Hayumo ndani ya nini? Ndani ya hiyo ahadi. Kwa kuwa hiyo ahadi imo ndani yake khiana, inatenguliwa hiyo ahadi kichini chini, inavunjwa hiyo ahadi kichini chini. Kwa hivyo amejitoa Mwenyezi Mungu kwenye hiyo ahadi na kamtoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na hiyo ahadi. Ndio bara'atun min Allah wa rasul, kujitenga itokayo kwake Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume wake, yani umejitenga mbali. Kujitenga huko ila alladhina ahadtum, ni kwa wale waja ambao mmeahidiana nao nyinyi watu wa Islam, minal mushrikin, miongoni mwa wenye kushirikisha Mwenyezi Mungu. Ashirku, shirku maana yake nini? Mushrikin. Ashirku
ibadatullah ma ghairi llah. Ashirku ibadatullah ma ghairi llah. Shirk ni mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Unamwabudu Mwenyezi Mungu na huko unaabudu shetani, wewe mushrik. Unamwabudu Mwenyezi Mungu na huko unaabudu jini, wewe ni mushrik. Unaabudu Mwenyezi Mungu na huko unaabudu sanamu, wewe ni mushrik. Unaabudu Mwenyezi Mungu na huko unaabudu pepo, wewe ni mushrik. Bas ahadi wale funga mushrikini na rasul, Mwenyezi Mungu na rasul wamejitenga mbali na hiyo ahadi. Ahadi hiyo sasa imevunjika, haipo tena. Fasihu fil ardi 4 ashhurin. Hapo imetoka ruhusa nyie washirikina, nyinyi watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, sihu fil ardi, nendeni katika ardhi kwa amani, tembeeni katika ardhi kwa amani, safirini katika ardhi kwa amani 4 ashhurin, kwa muda ya miezi 4. Tembeeni juu ya hiyo ardhi kwa amani, zungukeni juu ya hiyo ardhi kwa amani, safirini juu ya hiyo ardhi kwa amani muda ya miezi 4. Waalamu, na kisha jueni, annakum, hakika shaka nyinyi, ghairu mu'jizillah, hamtamshinda Mwenyezi Mungu. Nyinyi watu wanafiki hamtamshinda Mwenyezi Mungu, wala hamwezi kumkimbia Mwenyezi Mungu, wala hamwezi kujificha kwake Mwenyezi Mungu. Antum nyie, annakum nyie ghairu mu'jizillah, hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu. Wa anna Allaha mukhzi al-kafirin, wa anna Allaha, na akiwa bila shaka yeye Mwenyezi Mungu, mukhzi ni mwenye kudhalilisha, mukhzi ni mwenye kudhalilisha al-kafirin, waja wampinga yeye, waja wanampinga yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayewadhalilisha. Na bila shaka kila ampingaye Mwenyezi Mungu yeye ni mdhalilifu, kila ampingaye Rasul sallallahu alaihi wasallam yeye ni mdhalilifu, kila apingaye Islam yeye ni mdhalilifu. Wa adhanun min Allahi wa rasulih ila an-nasi yawma al-hajj al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikin. Wa adhan, na hilo ni tangazo, ilani. Wa adhanun, hilo ni tangazo. Wa adhanun, na hilo ni ilani. Ilani ya nini? Ilani min Allah, tangazo iliyotoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wa rasuli, na tangazo iliyotoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Adhanu min Allah wa rasuli, tangazo itakayo kutoka kwake Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tangazo kwa watu, ila nas, tangazo yenyewe kwa watu, kwa walimwengu, kwa dunia. Tangazo kwa watu wote na ilani kwa wanadamu wote. Tangazo la nini? Tena tangazo lenyewe ila nasi kwa watu, yawm al-hajj al-akbar, siku ya Idi kubwa kwa kuchinja. Tangazo lenyewe aliyolitangaza, ametangaza nini Mwenyezi Mungu kwa watu? Mwenyezi Mungu ametangaza nini kwa watu? Mwenyezi Mungu ametangaza nini kwa watu? Ametangaza Mwenyezi Mungu, anna Allaha bari'un minal mushrikin, anna Allaha bari'un minal mushrikin, anna Allaha bari'un minal mushrikin. Anna Allaha, hakika bila shaka yeye Mwenyezi Mungu, bari'un, mbali kabisa, mwenye kujitenga mbali kabisa, minal mushrikin, na hao wenye kumshirikisha, na hao wenye kumshirikisha. Mwenyezi Mungu
hayuko karibu na wenye kumshirikisha, bali Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitenga mbali kabisa na hao waja wanaomshirikisha. Hilo ni nini? Ya jamaa, hilo ni tangazo. Hilo ni nini? Adhanun min Allahi. Hilo ni nini? Tangazo kwa watu wa ulimwengu mzima, kwa wanadamu. Narudia tena, wa adhanun, na hilo ni tangazo. Wa adhanun, na hilo ni ilani. Imetoka wapi hilo tangazo? Ilani hiyo imetoka wapi? Min Allahi wa rasuli. Tangazo iliyotoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwabudiwa wa haki na mjumbe wake. Tangazo itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Ila nani? Tangazo hiyo ni kwa watu, kwa wanadamu, kwa watu, kwa wanadamu. Tangazo kwa watu na wanadamu. Tena tangazo hilo lilitolewa siku gani? Ilikuwa siku gani? Tangazo ilitolewa ilikuwa Yaum al-Hajj al-Akbar, ilikuwa siku ya hija kubwa. Aya, tangazo lenyewe ni namna gani? Tangazo anna Allaha bari'un min al-mushrikin, anna Allaha bari'un min al-mushrikin, anna Allaha bari'un min al-mushrikin, anna Allaha, hakika bila shaka ya Mwenyezi Mungu, bari'un, mwenye kujitenga mbali, anil mushrikin, na waja wenye kumshirikisha yeye. Mwenyezi Mungu yumbani na waja wanamshirikisha. Hilo ni nini? Tangazo. Jazakallahu khair. Hilo ni tangazo analolitangaza Mwenyezi Mungu kuwa yeye yumbani na waja wanaomshirikisha na itenginecho. Na kama shirka ilivyosemwa kuwa shirki ni nini? Ibadatullah ma ghairillah, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu yumbani na yule mtu anayemshirikisha yeye. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yeye Mwenyezi Mungu hasami makosa ya kule kushirikishwa, na mengineyo yosami. Sasa tuone hatari ya kumnini, ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Tuone hatari ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na kumshirikisha Mwenyezi Mungu zama hii ni kitu rahisi, kitu rahisi. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu, uende tu kwa mganga ajue hali yako wewe namna gani. Una hali unajua mganga la ya'lam la ya'rifu ilma al-ghaib wala yadri ay shay min al-ghuyub, hajui ilmu ya ghaibu, hajui. Unamwendea kutafutia njia yako yake kisogo, hajui, alafu yako ndio yeye atakutajia. Hiyo ndio miongoni mwa shirki, na kutegemea hao mashetani ni ushirikina vile vile. Kuwategemea hao majini ni ushirikina vile vile. Kutegemea kina miti, kina mawe, kina nini, hayo ni ushirikina vile vile. Sasa Mwenyezi Mungu ameshatangaza yeye yumbali na hao waja wanaomshirikisha na kitu chochote kile. Adhanu min Allah anna Allah bari'un, akaye Mwenyezi Mungu yumbali minal mushrikin, na hao wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wa rasulu, na pia mjumbe wake Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yumbali kabisa na hao wenye kumshirikisha nani? Mwenyezi Mungu, na wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo ibada ya shirki imeenea, hiyo ibada ya shirki imetambaa, hii ibada ya shirki imezunguka ulimwengu mzima, hali ya kuwa wanaopendelea waja
Kwa nini wao wanajua wenyewe? Kwa nini waja wanajua wenyewe? Fa in tubtum fahuwa khairun lakum, fa in tubtum fahuwa khairun lakum, nyinyi mkifanya toba kutoka katika ukafiri itakuwa ni bora kwenu. Nyinyi mkifanya toba kutoka katika ushirikina itakuwa ni bora kwenu. Sasa iliyo bora ni sisi kufanya toba, kumwomba toba Mwenyezi Mungu atuepushe mbali na baa ya ushirikina, atuepushe mbali na uchafu wa ushirikina, au atuepushe mbali na unajisi wa ushirikina. Fa in tubtum, mkifanya toba, mkimwomba Mwenyezi Mungu msamaha, fa huwa khairun lakum, ni bora kwenu kule kuomba msamaha. Wa in tawallaitum, na mkikengeuka, wa in tawallaitum, mkigeuza mgongo, wa in tawallaitum, na mkigeuza mgongo kwa kutofanya toba kwa Mwenyezi Mungu, faalamu, basi jueni nyie watu, annakum, hakika bila shaka nyie, ghairu mu'jizillah, si wenye kumshinda Mwenyezi Mungu, wala si wenye kuweza kumkimbia Mwenyezi Mungu, wala si wenye kuweza kumhepa Mwenyezi Mungu. Kumkimbia hatuwezi, kumhepa hatuwezi, kujificha si hatuwezi kujificha kwa Mwenyezi Mungu. Ghairu mu'jizillah, hamna chochote cha kuweza kumshindia nani? Mwenyezi Mungu kwayo. Hamna akili ya kumshindia Mwenyezi Mungu kwayo, hamna maarifa ya kumshindia Mwenyezi Mungu kwayo, hamna uelevu ya kumshindia Mwenyezi Mungu kwayo, hamna elimu ya kumshindia Mwenyezi Mungu kwayo. Ukorofi wa nini? Nam wabashiri alladhina kafaru biadhabin alim. Ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad salawatullah alayhi wasallam, bashir, toa habari alladhina amanu walladhina kafaru, kwa wale waja waliokufuru, kwa wale waja wanaompinga Mwenyezi Mungu, wape habari ya nini? Biadhabin alim, ya adhabu iumizayo itakayowashika. Wape habari kuwa wao adhabu iumizayo itawashika, nayo hiyo ni onyo iliyokali kabisa kwa hao mushrikini na hao kafirini, kwa hayo wanayoyafanya kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Swali imesemekana wanafanya shirki hata samehewa, na hapa inasema ukitubu Mwenyezi Mungu atakusamehe. Ndivyo si ndio? Inatakiwa uende ukatubu, na anasema kule hautasamehewa. Hautasamehewa kama hujaomba toba, hutasamehewa kama hujaomba toba. Lakini ukirudi kwa Mwenyezi Mungu, inna Allaha tawwab, yeye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukubali nini? Toba. Tena isitoshe, Mwenyezi Mungu amewaita hao waja wanaofanya maovu na machafu na mabaya, miongoni mwao wa ukafiri, miongoni mwao wa ushirikina, amewaita tubu ila Allah, rudini kwa Mwenyezi Mungu. Au hao waumini, tubu ila Allah tawbatan nasuha, ni toba kwa Mwenyezi Mungu, toba ya kweli kweli, toba ya haki. Kama mtu hakufanya toba kwa Mwenyezi Mungu, hakuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, msamaha hapana. Lakini akiomba msamaha Mwenyezi Mungu, nimeachana na ushirikina, nimeachana na nini na nini, nimeachana na ukafiri, inakubaliwa. Yani mlango wa toba bado wazi. Kuna siku hiyo mlango wa toba itafungwa, lakini sasa mlango wa toba ni wazi. Hata washirikina wakitaka kuomba toba sasa ni wazi, wanaweza kuomba toba na Mwenyezi Mungu atakubali. Naam.
nafanya makosa ninayoyajua, lakini nikisema wacha nifanye nitakuja kufanya tauba nikijua ubaya wake. Unajua nasema hiyo kitu umekusudia haituki toba hiyo. Toba ukifanya miongoni mwa masharti za toba kama tulivyoambiwa hapo mwanzo, al-iqla'u ni mtu kujingoa katika ile basi. Sasa unasema wacha nifanye nitakuja kwa wewe, unafanya kitu maksudi. Toba ya mzaha namna hii Mwenyezi Mungu hana haja nayo. Toba ikutiza sheria namna hii Mwenyezi Mungu hana haja nayo. Nifanye alafu nitafanya, hiyo ni kosa. Ina maana hakuna tauba mara. Hakuna toba. Toba kimchezo namna hiyo si toba. Toba umejing'oa na maasi na hutafanya tena. Sasa unaweka nia ya kufanya tena, uone hapa ni kinyume. Ati nifanye makosa leo nitakuja kufanya toba. Hiyo toba hiyo makosa hiyo ndio uliokatazwa kufanya. Sasa umefanya makusudi. Adhabu kali anayo mtu namna huyo. Ana utaji Mungu mtu huyo. Sawa, hakubali. Innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Ya salam. Nadhani namna hiyo. Aya namna hiyo. Innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Nadhani Mwenyezi Mungu amesema hivyo mwalimu. Hakika bila shaka toba iliyokuwa ya kweli lilladhina ya'maluna su'a, kwa wale watu waliotenda maovu, bijahala kwa ujinga mwalimu. Sasa hiyo yako umefanya kwa uwerevu na elimu, na pia wewe mwalimu. Isemwe namna gani? Usifanye toba kwa mwenye kujua. Toba ni ya yule mtu asiyejua. Sawa mwalimu? Unasemaje tena? Takuwa na kazi Mwenyezi Mungu. Toba anasema inna tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Toba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu ni ya wale watu waliofanya maovu ili hali ya kuwa wao ni wajinga. Lakini mimi na wewe alafu pia tunaweka nia, wacha nifanye tu nitakuja kufanya toba. Mchezo tucheze na Asmani na Bakari. Sio kuchezewa na Mwenyezi Mungu mwalimu. Sawa? Sasa hiyo toba hapana toba. Sawa? Afu mstari za shirki zile ndogo. Tusikie shirki kubwa kama kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kutumia sasa zile shirki ndogo. Shirki ndogo kama nini? Tunataka kufahamu hizo. Shirki ndogo tunataka kufahamu. Sasa tushajua ile kubwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Tofauti hiyo ya shirki ndogo na hiyo kubwa haijanifungukia. Nani hapo imefungukia? Shirki ndogo ni kufanya kitu mbele ya watu. Yaani unaswali unajionyesha kwa mtu unaswali. Yaani unafanya ibada lakini unajionyesha kwamba mimi nafanya ibada kwa watu. Ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa ufupi, shiriki ndogo ni riya. Sivyo? Ndio. Kwa ufupi, shiriki ndogo ni riya. Kufanya kitu ili watu wakuone. Hiyo ndio shiriki ndogo. Ongeza. Hiyo tu. Hiyo. Sawa. Sasa kinachotakiwa katika hiyo dini inatakiwa nini? Kitu kinachoitwa nini? Ikhlas. Naam. Wapi? إلا الذين آمنوا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا
ndipo hapo illa alladhina ahadtum min almushrikin, isipokuwa wale waja ambao muliahidiana nao miongoni mwa washirikina. Walam yanqudu ahada, ni hali ya kuwa wao hawakufumua ahadi, hawakuvunja ahadi. Basi nyinyi watu wa Islam timizeni nao ahadi zenu, ila isipokuwa alladhina, wale watu ambao ahadtum min almushrikin, mlioahidiana nao miongoni mwa washirikina. Thumma lam yanqusukum shay'an, kisha hawakutengua hizo ahadi kitu chochote katika ahadi. Walam yudhahiru alaikum, na ila hali wao hawakusaidia wa maadui zenu juu yenu, hawakusaidia watu wawapiga vita ahadi mtu yoyote. Basi nyinyi watu wa Islam, faatimu ilayhim ahadahum, timizeni ahadi zao na nyinyi, ila muddatihim, mpaka muda wao ukamilishe. Ile muda ya kwanza, muda ya watu wanafiki. Sasa hiyo muda ingine yao makafiri wengine walio na ahadi na Rasul salawatullah alayhi wasallam. Illa alladhina, isipokuwa hawamo ndani ya hiyo adhabu yumizayo, alladhina, wale watu ambao ahadtum min almushrikin, mulahidiana nao miongoni mwa mushrikin, mulahidiana nao tena watu wazuri. Thumma lam yanqusukum shay'an, kisha hawakutengua chochote katika ahadi zenu, hawakupunguza chochote katika ahadi zenu. Walam yudhahiru alaikum, na wala wao hawakusaidia maadui juu yenu nyie. Basi watu kama hawa, ijapokuwa wao ni makafiri, faatimu ilayhim ahadahum ila muddatihim, timizeni kwao ahadi zao mpaka muda yao imalizike. Ikiwa ahadi ya miaka 9, miaka 9 imalizike. Ikiwa ahadi ni ya miaka 7, miaka 7 imalizike. Unaona wema wa Uislamu, mtu na dini yake, na wewe na dini yako, wewe ni Muislamu, maadamu umefungamana na yeye ahadi, linda ahadi ulioahidiana nayo, chunga ahadi ulioahidiana nayo, usivunje ahadi, ijapokuwa yeye si Muislamu kama wewe, ijapokuwa yeye si mwenye dini kama yako. Lakini ahadi ni kitu cha thamani kinachojulisha uungwana wa mtu aliyeamini iman kamili, hiyo ahadi. Sasa tuchunge ahadi zake Mwenyezi Mungu, tusitengue na ahadi za wanadamu vile vile tusitengue. Hii ni miongoni mwa adabu nzuri kabisa iliyomo katika hii Islam, inayotakikanwa watu wa Islam wawe nayo, ya kutovunja ahadi ya watu wa Islam na ahadi ya watu wasiokuwa wa Islam. Inna Allah yuhibbu almuttaqin, inna Allah, hakika bila shaka ya Mwenyezi Mungu, yuhibbu, anawapenda almuttaqin, wale waja wenye kujikinga na makatazo aliyoyakataza yeye Mwenyezi Mungu hawafanyi, na wenye kuweka maamrisho aliyoamrisha yeye Mwenyezi Mungu katika vitendo. Muttaqi ni nani? Muttaqi ni yule mja ambaye anaweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na makatazo ya Mwenyezi Mungu anajitenga nayo mbali. Huyu mtu anaitwa nani? Anaitwa muttaqi. Basi yeye Mwenyezi Mungu anapenda watu muttaqin. Tena muttaqin hawa wanazo sifa zao, muttaqin hawa wanayo nyendo zao, muttaqin hawa wanazo alama zao. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
fa in tabu wa aqamu ssalah wa atau zakah fakhallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim. Anasema Mwenyezi Mungu nini? Fa idha salakha al-ashhurul hurum, ikipita miezi mitukufu ambazo Mwenyezi Mungu amezitaja, ikipita hizo miezi ambazo Mwenyezi Mungu aliharamisha kwayo vita, hizo miezi mitukufu zikipita ambazo Mwenyezi Mungu ameharamisha kwayo vita, zikishapita, faktulul mushrikin, piganeni na hao watu mushrikini, haithu wajadtumuhu, popote mtakapowapata, katika zama yoyote ile mtakaowapata, pigane nao, pigane nao na kuwaua. Wahsuruhum, na vile vile mwafunge. Ahsuruhum, mwafunge. Wahsuruhum, mwazuie wasiwe ni wenye kutoka katika ngome, wasiwe ni wenye kutoka katika mji, wasiwe ni wenye kusafiri. Hao mushrikini wasiwe ni wenye kutoka katika ngome, katika miji. Wasuruhu, alafu nini? Fa idha nsalakha al-ashhurul hurum, ikishapita miezi mitukufu minne, faktuluhu, mpigane nao mauwe, almushrikin, hao wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, haithu wajadtumuhu, popote mtakapowapata, na katika zama yote mtakapowapata. Wakhuduhu, na mwashike kuwa ni mateka. Wakhuduhum, mwashike hali ya kuwa ni mateka. Wasuruhum, na mwafunge jela, mwazuie wasiwe ni wenye kuzunguka katika miji, wasiwe ni wenye kusafiri katika miji. Waqudu lahum kulla marsadin, na mkae kwao katika kila njia ambayo yanaongojewa kwayo watu, mwakamate wasipite. Alafu adhabu hii ikiwaingia, fa intabu, wakifanya toba ya kutomshirikisha Mwenyezi Mungu, fa intabu, wakifanya toba ya kutompinga Mwenyezi Mungu, toba yenyewe, waqamu sala, na wakasimamisha sala 5 kila siku, kila moja katika wakati wake. Na hiyo sala ni nini? As-salatu imaduddin, sala ni nguzo ya dini. Man aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kusimamisha sala 5 kila siku, katika kila moja katika wakati wake, faqad aqama ad-din, huyo ameusimamisha nini? Ameusimamisha dini. Waman taraka, mwenye kuacha kusali, faqad hadama ad-din, ameshavunja dini yake. Ameshakuwa amevunja nini? Dini yake. Ndio Rasul amesema, alfarqu bainana wa bainahum as-salah, tofauti yetu baina yetu waumini na wasiokuwa waumini ni kusali. Anaonekana mtu kuwa ni Muislamu zama anaposali, lakini akitoka hapo nje haijulikani huyu ni Muhammad au huyu ni Ali au huyu ni Abdallah, haijulikani.
wote same. Kinachotofautisha ni nini? Sala. Sasa ndio utaona watu wa Uislamu wamewaiga makafiri. Watu wa Uislamu wamewaiga makafiri ili wasionekane wakiswali, ili wasionekane wakirukuu, ili wasionekane wakisujudu, ili wasionekane wakijibisha Allahu akbar, Allahu akbar, hayya ala salah, hayya ala salah. Hiyo ni kunini? Ni kuiga makafiri katika nyendo zao. Ndio farq tofauti kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni nini? Sala tu. Sala tu, ama mavazi na mengineyo na mengineyo. Hatuoni sisi sote barabarani kwa ni moja. Hakuna huyu ana rangi ya Islamu, huyu ana rangi ya Katoliki, huyu ana rangi ya... Hakuna. Watu wote same. Lakini kitakachofanya upambanuzi ni nini? Nizama ya hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya. Hapo ndipo itapatikana watu gani ni gani. Waliojibu hayya ala salah hawa muuminin, waliojibu hayya ala salah hawa muslimin, na wasiojibu hadha huwa alfarq. Sawa, hadha huwa farq. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Na sala iliyosaliwa hali ya kuwa ni sala hai, sala iliyosaliwa hali ya kuwa ni sala nini? Sala hai, sio sala iliyokufa. Sala iliyosaliwa hali ya kuwa ni sala iliyo hai, yani sala iliyosaliwa arkani zake zimetekelezwa, nguzo zake zimetekelezwa, wajibati zake zimetekelezwa, asnani zake zimetekelezwa, hayati zake zimetekelezwa, abaadhi zake zimetekelezwa. Sala zilizotekelezwa inamkanusha, inamzuia mtu asitende maovu na machafu na mabaya na kila mabaya. Kwa kuwa zama anapokuwa mtu yuwasali, kila zama fikira yake yumo katika nini? Usafi na utakasifu. Usafi wa dhana, usafi ya kimawazo, usafi wa kimoyo, isitoshe usafi wa kimwili, isitoshe usafi wa mavazi vile vile, usafi wa mazingira. Ele inapatikana kwake zama ya kumkabili Mola wake, inamkuta hali ya kwa yeye ni nini? Msafi. Sala ya kweli inamfanya mwenye kusali kuwa msafi kila nini? Kila wakati. Ndio unakuta wale Waislamu wazuri kabisa, wema kabisa, kila wakati utawakuta wana nini? Wana udhu. Kila wakati wanakuwa wana udhu. Hayo ni miongoni mwa kukamilisha nini? Usafi wa Kiislamu. Usafi wa Kiislamu nini? Salata fa intabu, wakitubia hao mushriki, wakiomba toba kwa Mwenyezi Mungu, wakarejea katika Islamu, wakitubia hao kafirini, wafanye toba kwa Mwenyezi Mungu, wakarudi katika Islamu, wafanye toba. Kisha sala baada ya nini? Sala baada ya toba, wakamu sala baada ya toba, wakasimamisha sala 5 kila siku, kila moja katika wakati wake. Tena isitoshe waatau zaka, wakawa ni wenye kutoa nini? Zaka. Zaka ni nini? Kadri ya mali iliyo wajibu katika mali ya mtu kila mwaka inatolewa kadri maalum kupewa watu mustahiqin, wanaostahili kupewa. Sasa ndio kama hii sasa tumo katika siku za kutoa nini? Zakatul fitr. Tumo katika siku za kutoa nini? Zakatul fitr. Tumo katika siku za kutoa nini? Zakatul fitr. Tunakuta kama mimi peke yangu namna hiyo, zakatul fitri yangu ni nini? Ni shilingi 1200. Mimi peke yangu shilingi 1200. Haya, hebu tukuone sisi sote hapa, kila tusabu zakati. Pesa kidogo hiyo, pesa kidogo. Pesa hiyo inaweza ikawatajirisha masakini 5 mwaka nyingine watoe zaka. Inaweza kutajirisha masakini 5. Pesa hizo zote tulikusanya, tumpe tugawane kwa masakini 5, wafanye biashara ya nyanya tu na kitunguu na viazi na sukuma wiki. Baada ya miezi 12 watakuwa entitled ya kuweza kutoa nini? Zaka. Lakini sisi ndio wauaji wa zaka. Sisi ndio wauaji wa zaka, hatutaki kutoa hiyo zaka, na sisi ndio tuwaua wenzetu kwa wafanya kuwa na haraka na mtikisiko wa kuweza kutikisika katika yale ambayo yateleke mafanikio katika maisha.
mafanikio katika nini? Maisha. Kwa nini? Kwa zakatul fitri hatutaki kutoa. Zakatul fitri hatutaki kutoa. Tuacheni kwanza na zakatul mali. Zakatul fitri leo ndio wakati wake. Siku hizi ndio wakati wake, siku 3 hizo zilizosalia ndio nini? Ndio wakati wake zitolewe. Atuoni sisi tuna visa, atuoni sisi tuna nyima wenye haki zao, atuoni sisi ni watu wabaya. Kama mimi namna hiyo nawaambia zaka yangu ni nini? Shilingi 1200. Yako ni ngapi? 1000. Ya mwenzetu mwingine kama 900, ya mwingine mwenzetu ngapi? 800, ya mwingine 700, ya mwingine 600, ya mwingine 500, 300, 200. Wengine zaka yao ni 100. Na wengine zaka yao ni 0. Nani huyu ambaye zaka yake ni 0? Hamjui? Mtu asiye na kipato, mtu asiye na mapato, maskini huyo, fakiri huyo, hana chochote. Huyo ndio hana chochote. Lakini ilikuwa watu wa Islam wangelitaka kufanikishwa katika maisha, wana njia ya kujifanikisha mengi kabisa, ila watu wa Islam ndio adui ya Islam. Watu wa Islam wao adui wa Islam, kwa hawataki ufanisi, kutotaka kutoa hiyo zakatul fitri au zakatul mali. Basi wakitubu, wakaswalisha sala 5 kila siku, kila moja katika wakati wake, waatau zakata, na wakatoa zaka. Ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad, fakhallu sabilahu. Acha wao na njia yao, waende popote watakapo. Ona pasipoti yao ni nini? Sala na zaka. Wakisha sali, wakisha sali mpa wao visa. Ya salam, unaona hiyo maneno? Wakisha sali mpa wao visa, wakisha toa zaka mwape visa, waende popote watakapo. Fakhallu sabila, acha wao na njia yao, waende popote wanapotaka. Sasa wewe hujatoa zaka, hujatoa nini? Uende safiri nini? Pesa hiyo ya kusafiri nayo sitoa zaka. Wewe wapi? Unadaiwa au hujadaiwa bado? Hiyo zaka hizo tukae tukijua kuwa ni deni. Lazima tutahesabiwa. Lazima tutahesabiwa. Tunaweza kulipa zaka, hatukulipa, lakini tukaenda pikini nizo pesa hatari ndio kwa basi. Fakhallu sabila, acha wao na njia yao. Baada ya kufanya nini? Baada ya kusali na kutoa zaka na kutubu. Baada kutubu, kusali, kutoa zaka, wakifanya hivyo, khallu sabilahu, wafungue waende popote watakapo. Umesema swala nzuri ni ile yenye kukataza mtu kufanya maovu. Naam. Swala nzuri ni ile au swala kamili ni ile yenye kumkataza mtu kufanya maovu. Ndio. Ndio. Sasa hapa kuna mtu anaswali lakini utakuta anaudhi majirani zake, ambapo inafikia kiwango hata yule jirani anasema afadhali mimi nisioswali na mshinda yeye. Ndio. Kwa sababu ya maudhi yake. Sasa usemi wa huyu asiyeswali ambaye anasema afadhali mimi nisiyeswali na mshinda yeye, inaweza kuwa kiwango sawa na anayeswali lakini swala yake si sawa. Mwalimu, swala hii ni fardhu ain, fardhi ya lazima kwa kila mtu kuswali. Sasa yeye hakusali, anasema afadhali yeye. Hajasali, anasema afadhali yeye. Hana afadhali yote. Yeye yumo katika klasi ya watu makafiri, usiotekeleza wajibati zake Mwenyezi Mungu. Huyu anayemuudhi hajasali sala kamili, sala yake
ina kasoro na sala yake ina doa.